of the blood. Somebody for half a minute, secure things in the spiritual realm. In the name of Jesus. Salande Babu Kahanda. Secure them. In the mighty name of Jesus. Lord, I secure the destiny for my children. By the blood of Jesus. I secure the day that ahead of us. Father, that which is for us shall not be taken away from us. Father, every worker and every assignment and everything pertaining our businesses and pertaining our lives shall not be taken away from us. We secure it by the premium of the blood of Jesus. Father, we thank you, Jehovah God. Father, we thank you, Lord. We give you glory. We thank you, Jehovah God. Lift up your hand. Father, this afternoon, we want to thank you for the breaking forth of this week. That our lives shall never be the same again. We shall not tire to lift our hands and call upon the heaven. For that is an assignment and a mandate that you have given over us, O God. We shall break through than ever before. Father, we break every hindering spirit. We break every demonic veil. And my Father, we summon breakthrough. Let men and women assemble this week than ever before. We call them from east, west, south, and north. We command the wind to release them wherever they are. Let them come and stand in your promises. Because you are a faithful God. Father, we want to thank you this afternoon. For you have anointed your servant, Pastor Kihika, for such a time as this. As they come to speak for your word. Let your name be glorified. We thank you and we honor your name. In Jesus' name, amen. Put your hands together for the servant of God. God bless you so much. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is his nature. Yeah, hallelujah. It never changes. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Naweza kwenda moja kwa moja kwa neno la Bwana. Amen. Nimekuwa siko kwa safari kidogo. Ninashukuru Mungu kwa tukiombeana. Mambo makubwa najua yamefanyika kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Hallelujah. Nilipokuwa hapa last week, nilianza ujumbe Hope for Broken Vessels, tumaini kwa vyombo vilivyovunjika, na tukaona Yeremia akiambiwa na Mungu ashuke ili aende mpaka nyumba ya mfinyanzi ili Mungu akamsababishe ayasikie maneno yake, na iko katika Yeremia 18 kuanzia 1. Tunaweza rudia hapo ndio niweze kuendelea katika jina la Yesu. Yeremia 18:1. Hope for broken vessels. Yeremia 18 kuanzia hapo 1. Inasema, neno hili ndilo lilimjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huku nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikifanyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana, angalieni kama udongo ulivyo mkononi mwa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Bwana asifiwe sana. Niliweka foundation na nikasema ya kwamba wakati Mungu alipokuwa akiongea na Yeremia, inaonekana Yeremia alikuwa mahali palikuwa pameinuka, na yale mambo ambayo Mungu alikuwa anataka kumnenea Yeremia, hangemnenea akiwa mahali palipoinuka, ni mpaka angeshuka chini. Sema shuka. Haleluya.
Huo ndio ujumbe nilikuwa nao wiki ijayo. Naona sasa nimewarevive kidogo. Bwana asifiwe sana. Ujumbe ni kushuka, na tunaona aliposhuka na akaenda, Bwana akamwambia kwamba utakapofika katika nyumba ya mfinyanzi nitakusababisha uyasikie maneno yangu. Amen. Haleluya. Kwa hivyo ni kuonyesha kuna maneno Mungu alikuwa anataka kufundisha Yeremia, lakini sikio la ndani halingekuwa limefunguka akiwa mahali palipoinuka. Semeni shuka. Na ukishuka Mungu atakusababisha uyasikie maneno yake. Haleluya. Tukasikia ya kwamba nyumba ya mfinyanzi ni workshop ya Mungu. Amen. Haleluya. Pale ni kwenda kukandakandwa na kugrindiwa na kuwekwa kwa moto uchomeke. Utakapotoka pale ndio utaweza kupanda katika kilima kitakatifu cha Mungu. Haleluya. Ambia mwenzako shuka. Kwa sababu utakaposhuka Mungu atakusababisha uyasikie maneno yake. Amen. Aliposhuka na akafika kwa nyumba ya mfinyanzi, kuna chombo kimoja ambayo Mungu alitaka Yeremia afocus kwa hicho chombo. Na sio vile vyombo vilikuwa vimepangwa katika nyumba ya mfinyanzi ambavyo vilikuwa vimemaliziwa kazi. Mungu alitaka Yeremia afocus na chombo ambacho kilikuwa mkononi mwa mfinyanzi, na kilipoharibika mfinyanzi alikifanya nini? Hiyo ndio ilikuwa imemfanya Mungu ampeleke Yeremia kwa nyumba ya mfinyanzi. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba na alipotizama mfinyanzi akitengeneza vyombo akitumia magurudumu, Biblia inasema ya kwamba chombo kilipoharibika mkononi mwa mfinyanzi, haleluya, alikifanyiza upya. Haleluya. Nikawaambia kwa nyumba ya mfinyanzi hakukuonekana dustbin. Mwambie mwenzako hakukuwa na dustbin. Sasa wewe Karanja utaambia nani? Ama unaambia mtu wa kamera? Haleluya. Hakukuwa na dustbin. Haleluya. Yaani hakukuwa na pipa la taka mother. For your information, hakuna kwa nyumba ya mfinyanzi ambaye ni Mungu, hakuna pipa la takataka. Amen. Haleluya. Alipoangalia tena akaona chombo kilipoharibika hakikuwekwa kiraka. Semeni hakuna viraka kwa nyumba ya mfinyanzi. Hakuna viraka. Chombo kikuharibika kinafanyizwa upya, ndipo mfinyanzi aweze kutoa kile chombo alikusudia kwanza. Haleluya. Naye Mungu ndiye mfinyanzi wetu, na mwishowe kwa sababu tuko mikononi mwake, ndani ya maisha yetu atatoa chombo ambacho alikusudia tangu mwanzo. Haleluya. Kwa hivyo there is no reject in the house of the potter. There is no dustbin in the house of the potter. There is no kiraka. Kiraka kinaitwaje mchungaji? Kiraka kinaitwaje na Kiingereza ndio dunia isikie? Punch, Hakuna punch. Haleluya. Hata siku hizi hatuwekaji viraka, kwa hivyo hata Kiingereza inasahaulika. Wewe mother zamani si ulikuwa unajua kushonea watoto wako viraka? Sisi siku hizi umesahau. Basi kwa Mungu kuko hivyo. Hakuna kiraka. Ukiharibika habadiki kiraka. Haleluya. Anakufanyiza upya katika jina la Yesu. Semeni shuka. Kwa sababu huko chini ndiko kuko na workshop ya Mungu. Tukishuka huko chini, Mungu ataweka hazina kwa vyombo vya udongo. Tuwe vyombo vinavyoheshimika. Bwana asifiwe sana. Vyombo ambavyo vimeundwa vikawekwa hazina na Mungu na zikawekwa kando kwa kazi iliyo njema. Haleluya. Ambia mwenzako shuka. Shuka. Leo tuko wachache, kwa hivyo wengi mnaambia viti, lakini kesho tutashuka tukiwa wengi. Haleluya. Kwa sababu mchungaji amewaitisha from east and west, south and north. They will come in Jesus name. Hatukuagi hivi madha, tunakuaga wengi. Hivi viti saa nyingine tunakaaga karibu tujae vyote. Haleluya. Kwa hivyo kesho hawataambia viti shuka, utaambia mwenzako shuka. Na utakaposhuka Mungu atakusababisha uyasikie maneno yake. Haleluya. Tunapoenda katika nyumba ya mfinyanzi, udongo ambao unatengeneza nyungu huwa uko refined. Hauwezi tengeneza nyungu na udongo ambao uko na particles. Haleluya. Saa nyingine tunafanya huduma ya Mungu tukiwa na particles.
na hapo penye particle, hapo ndipo shida ya nyungu hutokea. Kwa hivyo tukishuka, udongo utatolewa hizo particle zote na ukandakandwe uwe muororo, ili Mungu atoe nyungu ambaye alikusudia. Haleluya! Ambia mwenzako shuka. Na ukishuka, Mungu atasababisha uyasikie maneno yake. Haleluya! Ukishuka huko, macho yako yatafinyangwa. Utasema kama Ayubu alivyosema ya kwamba nilifanya agano na macho yangu, nawezaje kuangalia msichana kwa macho ya kutamani? Haleluya! Siku moja nikawa nimekaa na mwokovu mwingine. Huyo nataka aende kwa nyumba ya mfinyanzi, na akawa msichana mrembo amepita na muongoza na macho. Nikamwambia, ndugu, unataka hao macho yako yaokoke? Wewe ndugu, na wewe unakuwa na hiyo wokovu wa ujinga. Na sisi lazima tukule na macho. Nikamwambia, wokovu hakulagi na macho, lazima ashuke aende nyumba ya mfinyanzi. Na hayo macho ya kufinyanzwa, haleluya, ataacha kutizama warembo kwa macho ya kutamani. Ayubu akasema alifanya agano na macho yake. Utafanya agano na macho yako ukienda chini kwa workshop ya Mungu. Hutakuwa ukiwaongoza na macho. Dunia na watu wasiomjua Mungu wakiwaongoza, na wewe unawaongoza. Lazima ukienda nyumba ya mfinyanzi, utafanya agano na macho yako. Haleluya! Wale wameokoka na bado wanaenda kwa mipango ya kando, miguu ikienda kwa nyumba ya mfinyanzi, haleluya, itafinyangwa. Haleluya! Na ikianza kwenda huko itatetemeka, kwa sababu hakuna aliyekutana na Mungu. Hata mchungaji alituhubiria akatuambia usiku ule Yakobo alipopigana mieleka na Mungu, mwenendo wake ulibadilishwa. Haleluya! Ambia mwenzako shuka. Au ukishuka, Mungu atakusababisha uyasikie maneno yake. Miguu yako itaenda ushirika. Haleluya! Haitaenda kwa mipango ya kando, kwa sababu uliipeleka kwa nyumba ya mfinyanzi na ikafinyangwa, ikawa inaenda kwa mambo matakatifu na mambo ya faida katika maisha. Haleluya! Tushuke sote, kwa sababu karakana ya Mungu iko katika bonde, haiko katika milima. Na niposa Daudi akawa akiuliza katika Zaburi ya 15, Bwana, ni nani atakayetengeneza maskani yako katika kilima chako kitakatifu? Na anaelezea ni mtu wa aina hii. Mtu wa aina hiyo ameelezea hapo ni mtu ambaye ametoka chini kwa nyumba ya mfinyanzi, alafu baadaye akapanda katika kilima cha Bwana. Kwa sababu katika kilima cha Bwana utaona mambo mengi, lakini kwa sababu macho yako yalikuwa katika bonde la mfinyanzi, hautaibiwa na milki za dunia. Hata Yesu alipoenda kujaribiwa katika Mathayo 4, alipofunga siku 40, shetani jaribu la mwisho alimpandisha katika kilima kikuu na akamuonyesha milki na fahari za dunia. Akamwambia, niinamie ili nifanye nini? Nikupatia. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukiwa katika kilima, una uwezo wa kuona milki na fahari za dunia. Kwa hivyo ndio Bwana anasema shuka. Na ukishuka, nitakusababisha uyasikie maneno yangu. Nikawaambia ni kwa nini Wakristo huwa tunafunga macho tukiomba, ili tusiwe distracted na vitu ambavyo vinapita. Haleluya! Kwa hivyo ukitaka kuona mji wa Voi wote, enda pale kwa mnara, utauona wote. Haleluya! Kutoka Sagara mpaka huko Caritex na huko Bilikani, kote utakuona. Kwa hivyo fahari za Voi utaziona. Na ndiposa Mungu anataka tushuke ili atutayarishe wakati macho yetu hayavutiwi na milki na fahari za dunia. Amen. Haleluya! Mbia kiti shuka. Kwa sababu kipate mtu kesho. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu haya ndio mapenzi ya Mungu, tushuke. Na tukishuka, nyumba ya mfinyanzi ndio workshop ya Mungu. Haleluya! Atatutengeneza tuwe vyombo ambavyo vimewekwa wakfu kwa kazi ya Mungu iliyo njema. Haleluya! Bwana ukaso. Twende katika kitabu cha Wafilipi. Mimi nataka kuomba kuhubiri moja tu, alafu tunaomba moja. Haleluya! Sijajaliwa, lakini nitajaliwa hiyo ya kukata katikati. Ni hata hivyo
Mchungaji yeye amejaliwa hiyo na tunasaidiana kwa njia hiyo sawa. Haya, Wafilipi 3. Wafilipi 3. Wafilipi 3. Wafilipi 3. Kuanzia 4. Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili mimi zaidi. Huyo ni Paulo. Anasema kama kuna mtu alikuwa na sababu angeisimamisha na watu waisikie ya kuutumainia mwili. Haleluya! Anasema mimi zaidi. 5. Nilitahiriwa siku ya 4. Kwa hivyo hana hatia. Kwa agano la Mungu na Ibrahimu la kutahiriwa, anasema hana hatia. Kwa hivyo angelinga, mimi msiniingilie, siku ya 8 nilitahiriwa. Kwa hivyo niko katika agano la Mungu. Haleluya! Anasema nilitahiriwa siku ya 4, ni mtu wa taifa la Israeli. Haleluya! Yaani mimi ni mtu wa taifa la Israeli, sina dosari. Hatunaweza kusema mimi nimechanganyikana damu, ni taifa la Israeli. Wa kabila ya Benjamini. Kati ya makabila ambayo yalikuwa yamebarikiwa sana katika Israeli, Benjamini alikuwa ni mmoja wa kubarikiwa. Unajua Benjamini hungemshinda kwa vita mpaka Mungu akubali. Haleluya! Hata baraka zile ambazo walibarikiwa nazo, aliambiwa na Benjamini ataishi katika mabega ya Mungu siku zote za maisha yake. Mtu ambaye amewekwa kwa mabega na Mungu, utawezaje kumshinda? Kama vile wa baba wanabebaga watoto wao, umemwekelea hapa. Kitambo umfikia huyo mtoto, si umepigana na baba yake kwanza? Basi akabarikiwa, akaambiwa na Benjamini atadumu katika mabega ya Mungu. Kwa hivyo vita Israeli, kama Mungu hajasema Benjamini ashindwe, hakuna mtu angemshinda. Hata wangeshikana makabila 11 na yeye ni kabila moja, hakuna mtu angemshinda Benjamini. Kwa hivyo Paulo anasema mimi ni wa kabila la Benjamini. Kwa hivyo kama ni kulinga ningeringa. Na mkumbuke Benjamini alikuwa ni mtoto ambaye alimbeba Rachel. Haleluya! Kumbuke hata ni baba yake alimbadilisha jina. Wakati Rachel akizaa Benjamini, alizaa watoto wawili tu, Yusufu. Alinizaa mimi naitwa Joseph. Kwa hivyo alinizaa mimi kwanza, alafu akamzaa Benjamini. Na hakumuita Benjamini. Ukisoma katika Genesis, I think is chapter 35, akamuita alipokuwa akijifungua. Haleluya! Akawa anakata roho. Wale wazalishaji wanaitwaje? Wakunga. Wakamwambia usijali, umepata mtoto wa kiume. Alipokuwa akikata roho akamuita Benoni, maana yake mwana wa huzuni yangu. Lakini baba yake akaona hapana, huyu mtoto atanikumbusha yeye ndio akizaliwa alibeba mama yake ambaye nilimpenda sana. Akambadilisha jina, akamuita Benjamin, the son of my right hand. Hallelujah! Na Mungu akambariki Benjamini sana. Na ndiposa Paulo anasema kwa kabila mimi nilikuwa ni Benjamini, ningeshindwa na wanadamu, Mungu akisema nishindwe. Kuna wakati katika Judges 19 and 20 Israeli wakashikana makabila, I think instead. Na Biblia inasema ya kwamba na Benjamin katika wanaume wa vita palikuwa na wanaume 700 left-handed men who could not afford to miss even unywele, yani hawangekosea unywele. They were left-handed men. They were men of war. Hallelujah! Na ndiposa Paulo anasema kama ni kwa kabila mimi ni Benjamini, kwa hivyo ungekuwa ni mlima wake. Hallelujah! Sema shuka katika jina la Yesu. Lazima tushuke. Yale mambo ambayo tunaona ni faida kwetu ni mpaka tushuke kwayo, ili tukienda chini tuyaweke chini. Hata Musa alipokutana na Mungu wakati kichaka kilikuwa kinateketea, Mungu akamwambia toa viatu kwa sababu mahali umesimama ni patakatifu. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba walipokuwa wakiajwa na Mungu, akaulizwa una nini mkononi? Haleluya! Akasema nina nini? Nina fimbo. Akaambiwa angusha chini, fimbo ikashuka katika jina la Yesu.
na alipoichukua, haleluya, haikurudi kuwa fimbo ya Musa tena. It was the rod of God. Amen. Haleluya. Na ukisoma katika Genesis pale mwisho, hiyo 4 pale mwisho, Musa anapoenda Misri sasa kukomboa watu, na anasema ya kwamba na Musa akachukua wana wake na mke wake na fimbo ya Mungu. Sio fimbo ya Musa tena, kwa sababu imeanguka. Hata wewe ukishuka chini, ukitoka nyumba ya mfinyanzi, hautaitwa wa kesho mwingine tena, utaitwa wa kesho a woman of God. Hallelujah. Ambia mwenzako shuka. Anasema kama ni kwa kabila angejisifu. Alikuwa na maana ya kujisifu, maana yake alikuwa ni kabila na nani? La Benjamin. Hallelujah. Tuendelea hapo chini. Anasema hivi, Mwibrania wa Waibrania. He was a Hebrew of Hebrew. Kwa hivyo hangeshtakiwa. Na kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo. Haleluya. Kwa hivyo kama ni kuhesabiwa, hangeitwa mtu wa kwenda hekaluni tu. He was a Pharisee, kwa sababu alikuwa ameisoma Torati akaimaliza. Haleluya. Kwa hivyo hata huo ungekuwa ni mlima kwake. Ambia mwenzako shuka. Katika jina la Yesu. Haleluya. Akasema hivi. 6, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa. Haleluya. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, si kuwa na hatia. Unasikia ile milima Paulo alikuwa nayo? Hiyo milima hata haihesabiki. Mimi ni Mwisraeli, makabila ya Benjamini, Mwibrania wa Waibrania. Kwa habari ya Torati mimi ni Farisayo. Kwa habari kwa haki ipatikanayo kwa sheria, si kuwa na hatia. Hiyo yote ni milima. Sema milima. Niliwaambia mlima wako unaweza kuwa ni baraka ama uwe ni shida. Hata nikaoimbia wimbo na nikainterpret, nikasema ya kwamba mwimbaji aliimba na akasema ya kwamba nyakati hizi za mwisho wengine watasongwa na shida, wakose kuimba wimbo wa Mungu, wawe wakiimba wimbo wa shida zao. Wengine nao wabarikiwe, haleluya, na wawe wakiona katika maisha haya wako permanent. Kwa hivyo wote wako hatari, na hiyo yote ni milima. Ambia mwenzako shuka. Na utakaposhuka Mungu atakusababisha uyasikie maneno yake. Haleluya. Tusome hapo 6:7. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo. Hayo mambo yote akahesabu kuwa ni hasara, akashuka. Haleluya. Aliposhuka akaundwa, akawa sio Saulo tena na sio Paulo wa kawaida, akawa ni Paul the Apostle. Haleluya. Tumishi wa Mungu ambaye ameandika nyaraka nyingi kushinda wengine wote. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na qualification nyingi, lakini qualification hizo hakuzihesabu kama ni kitu. Akashuka, na aliposhuka akitoka nyumba ya mfinyanzi, akatoka akiwa Paul the Apostle. Hallelujah. Hata wewe ukishuka na mimi nikishuka na yule mwingine, tutatoka tukiwa tumebadilishiwa jina katika jina la Yesu. Hallelujah. Twende. Naangalia saa imeisha. Basi wacha nisome hiyo mwisho tuombe. Naam. Zaidi ya hayo ni nani? Zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikayahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Haleluya. Amen. Ukienda kwa nyumba ya mfinyanzi, yawe mambo ulihesabu ni faida kwako, utahesabu kuwa ni hasara. Utahesabu kuwa ni mashonde. Wewe Mariza, unajua mashonde? Haleluya. Ni yale ya zamani, yale yalipelekwa msituni zamani. Utahesabu kama hiyo kwa jina la Yesu. Lakini kabla hujaenda chini kwa nyumba ya mfinyanzi, hayo mambo yatakuwa ni faida kwako. Utakuwa na milima.
Kwa hivyo Bwana anataka tushuke katika vilima vyetu, tushuke twende chini, na tukienda chini ni kwa nyumba ya mfinyanzi, ni workshop yake, atatuunda na tutatoka huko tukiwa watumishi wa Mungu wa kike na wa kiume ambao Mungu alikusudia tuwe katika jina la Yesu. Haleluya! Kwa hivyo Mungu atusaidie, kila mtu akubali kufinyangwa, kwa sababu hakuna aliyefika. Sote twahitaji kushuka twende kwa nyumba ya mfinyanzi, na akitutuunda mtakuwa mkiuliza, haya, na huyo ni yule kiweka tu tulikuwa tunajua, na huyo ni karanja yule tulikuwa tunajua. Hakuna aliyeenda kwa nyumba ya mfinyanzi, haleluya, akaundaundwa akachomwa na Mungu akabaki jinsi alivyokuwa tena. Amen. Haleluya. Kwa hivyo tushuke, na tukishuka Mungu atatusababisha tuyasikie maneno yake. Haleluya. Itakuwa watu wakiongea hapa mnasema wanalinga, si kulinga. Kwa sababu huyo mtu ambaye alitoka nyumba ya mfinyanzi hawi mtu wa kawaida tena. Amen. Atakuwa ni mwanamke, mwanaume mwenye mambo ambayo ni ya kitofauti na wale wengine ambao hawajashuka. Haleluya. Kwa hivyo tukubali kushuka na Mungu atatusaidia. Nitaendelea kesho kwa jina la Yesu. Wacha nikubalishe, nikaribishe mchungaji amalizie katika jina la Yesu. Haleluya.